بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال درسنا موصولا في كتاب الداء والدواء الشهير باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم رحمه الله تعالى. Leo katika usiku wa tarehe 25 ya mwezi wa Ramadhani wa 1446 Hijiria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 25 wa mwezi wa 3 katika mwaka wa 2025, Lailatul Thulatha, usiku wa Jumanne. Tunaendelea na darasa yetu kupitia kitabu Ad-Da'u wad-Dawa'u, ugonjwa na dawa, au jawabu lenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya, kilichoandikwa na al-Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim. Wakati al-Imam wanaendelea kutaja dawa ya kihakika juu ya maradhi yanayowasibu baadhi ya watu, lakini katika wakati huo huo akawa anajibu hoja za wanaozifanya dawa zisizokuwa dawa, akiwajibu na kuonyesha wamekosea. Katika harakati hizo na juhudi hizo akazitaja baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha dawa ya kweli ni ipi na isiyo ya kweli ni ipi. Kwa katika miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ndefu yenye pande mbili, hadithi ya al-Bara ibn Azib ikielezea tukio la kifo cha mja akifa akiwa katika hali ya imani, ni mu'min, hali yake itakuwaje, na mja anayekufa katika hali ya kuwa si mu'min, kwa maana ni kafir, hali yake inakuwaje tangu wakati wa kutolewa roho mpaka kulazwa kwenye kabri yake. Lakini katika mazungumzo ya hadithi sehemu ya kwanza ya mja mu'min, tumeona katika vitu vitakazomsaidia ni amali yake njema, kuonyesha kwamba amali njema ina nafasi kubwa katika kumtengeneza mtu, na si yule anayetegemea rehema ya Allah akadai kwamba yeye ametawakkal na kumtegemea Allah, na huku akawa
ni adui wa Allah, yuko mbali na yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo atakuwa ameikosea dawa ya maradhi aliyonayo. Aliyepatia ni yule anayetenda mema. Kwa hiyo kwenye darasa ya jana tukawa tumemsoma al-abdul mu'min idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbal al-akhirah, hali yake ikoje muumini anapokuwa katika kukatikiwa na dunia na sasa akawa kwenye safari ya kuelekea akhira, anapitia hali gani? Kwa hiyo leo biidhnillah al-karim tutasoma sehemu ya pili ya mja kafiri, wal-iyadhu billah. Allah tuhifadhi tusiwe katika watu hao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yatawaffana muslimin wa yulhiqana bis-salihin, atufishe sisi hali ya kuwa ni waislamu na atukutanishe na watu wema, tuwe ni miongoni mwa al-abrar. Tayeb, kwa hiyo msomaji atatusomea sehemu ya hadithi iliyobakia, alafu tutafuatishia sharhi yetu biidhnillah al-karim mpaka pale tutakapokuwa tumefikiwa na Allah kufika kwa kuzingatia muda wetu. Na iqra ayuha al-qari, barakallahu fik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayri khalqillah نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المصوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال: فتغرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيسعلون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد رحمه الله تعالى أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء رضي الله عنه: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش النار. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه.
ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم 3 مرات. نعم. يقول رحمه الله تعالى قال كسيما متومه صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة hakika mja anapokuwa yuko katika hali ya kukatikiwa na dunia na kuelekea akhira, kama tulivyoeleza jana, kuna kipindi kila mwanadamu kitampitia, nacho ni kipindi cha kuiaga dunia, wakati watakapomjia atakapojiwa na malaika wa mauti, malakul maut. Kwa pale yakini itamjia ya kwamba dunia anaiacha, wa dhanna annahu alfiraq waltaffat as-saq bis-saq, atayakini kwamba huko ndiko kuachana na dunia, kwamba sasa hiki ni kifo. Yani hata kuwa na shaka juu ya jambo hilo, hapa ninakufa na hawa ni malakul maut wamekuja. Kwa hiyo akiwa mja katika hali hii ya kukatikiwa na dunia na kuelekea akhira, nazala ilayhi minas samaa, kama akiwa ni mja kafir, kama ni mja kafir, nazala ilayhi minas samaa malaikatun sudul wujuh, watateremka kwake kutoka mbinguni malaika wenye nyuso nyeusi. Watateremka kwake kutoka mbinguni malaika wenye nyuso nyeusi, ma'ahumul musul, wakiwa wana sanda, lakini musuhi ni sanda iliyotengenezwa kutokana na nyuzi zilizo nzito zenye kuparaza, na hasa mara nyingi inakuwa ni zile nyuzi zilizotokana na almaiz, kama ni nyuzi za ngoya za mbuzi, sio kondoo, pia hutengenezewa vitu kama hivyo. Kwa hiyo almusuh, jitambaa hili zito la kuparaza. Tumeona tofauti katika sanda ya mtu mu'min kwenye darasa ya jana. Sasa huyo litaitwa jiguo la kuparaza, ndilo guo ambalo roho yake itakafiniwa hapo. Fayajlisuna minhu madda albasar, watakaa kwake umbali wa upeo wa macho. Watakaa pembeni kwanza, kwa sababu hawa sio malaika waliokuja kutoa roho, hawa ni malaika waliokuja kuibeba roho baada ya kutolewa. Thumma yaji'u malakul maut, kisha atakuja malakul maut. Kwa faida tu ni kwamba kwenye Qur'an na kwenye Sunna kila anapotajwa mtoaji roho anaitwa kwa jina la malakul maut, hivyo tu. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, malakul maut. Hapa hadithi inakuja kwamba thumma yaji'u malakul maut. Israeli imetoka wapi? Kwamba huyu malakul maut sasa jina lake aitwa Israeli. Yule alikuja na wahi aitwa Jibrail au Jibril. Alafu yule aliyewakilishwa na Allah kwa kuleta uhai kwenye ulimwengu, uhai wa kimadda,
mvua, mimea na vitu mbalimbali, anaitwa Mikail. Alafu yule aliyepewa kazi ya kupulizia parapanda au baragumu kwa ajili ya kurudisha uhai wa vilivyokufa anaitwa Israfil. Wote wametajwa katika hadithi moja ambayo mara nyingine tunaisoma katika adhkari za dua istiftah kuanza swala. Allahumma rabb Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatir as-samawati wal ard. Sawa, imetajwa kwenye hadithi hiyo, wametajwa malaika watatu. Sasa kuna mwingine watu wanaita Israeli, mtoa roho. Jina la Israeli limetoka wapi? Katika kitabu na sunna, kwenye aya zote na hadithi zote hakuna jina la Israeli. Jina la Israeli limetoka kwenye vitabu vya ahlul kitab. Wanazuoni wa Kiislamu wanaita habari hizo ni Israiliyat. Kwenye Israiliyat, habari zilizopokewa kutoka kwa Bani Israila. Inawezekana zikawa ziko kwenye Taurat au kwenye Injili au kwenye vitabu vingine, kwenye suhufu nyingine zilizopatikana. Alafu wapokezi wa Kiislamu kwa wakasikia, wakabeba, wakaandika Israiliyat. Sawa? Na sisi tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari za wana wa Israeli. Hadithi moja anasema hadithu an bani Israila wala haraj, simulieni kuhusu habari za wana wa Israeli, hapana vibaya. Lakini pia ametuambia katika hadithi nyingine, la tusaddiquhum wala tukadhibuhum wa qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaykum. Msiwakadhibishe hawa ahlul kitab wala msiwasadikishe, kweni baina wa baina. Nyinyi semeni sisi tumeamini yale yaliyoteremshwa kwetu na yale mlioteremshiwa nyinyi tumeamini kwa ujumla. Sawa? Kwa hiyo nataka kuweka sawa tu, kuna jina la Israeli. Kwa hiyo jambo lolote litakalokuja likiwa limeegemezwa kutoka kwa wana wa Israeli na habari za Bani Israeli, sisi hatutasijengea hukumu katika dini yetu isipokuwa zikiafikiana na habari za kwenye dini yetu. Kwa hiyo zile habari ambazo zitafikiwa na dini yetu na sheria yetu, hizo zitakuwa zimekubalika kwa sababu zimepigwa muhuri na sheria yetu. Sawa? Na zile ambazo zinapingana na yaliyomo kwenye sheria yetu, hizo sisi tutazikataa. Ima zitakuwa hazipo kabisa huko, au ni katika habari zenye kufutwa, kama ni katika vitu vyenye kufutwa, kwa sababu sio kila kitu kinakubali kufutwa. Na kile ambacho hakijatajwa kwa ubaya wala kwa uzuri, hakijaungwa mkono wala hakijakataliwa, sisi tunatawakaf, tutasimama hapo hapo. Basi ni faida nimeona nitoe hapa. Kisha atakuja malakul maut hata yajlisa inda rasi, mpaka atakapokaa kwenye kichwa chake. Yule malakul maut akija anakaa upande wa kichwani kwa yule mtu anayetarajiwa kufa wakati ule. Na ukishamuona malakul maut, basi ujue kwamba una uhai tena wa kuendelea hapa duniani. Wewe unakwenda barzakh sasa. Kwa hiyo anakuja upande wa kichwani kwako, atakaa pale. Fayaqulu ayyatuha an-nafsu al-khabitha, atasema malakul maut, ewe nafsi chafu. Si muumini huyo. Ewe nafsi chafu, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, toka uelekee kwenye machukivu ya Allah na ghadhabu za Allah. Nenda mahali penye ghadhabu zake ukaone sasa. Qal fatafarraqu fi jasadihi, yani kwa kuondosha ta umoja, fatatafarraqu ruhu fi jasadihi, itatawanyika ile roho kwenye kiwiliwili chake, itatawanyika. Sawa? Tumeona kwa muumini kule akishaambiwa toka ayyatuha an-nafsul mutma'inna, roho inachirizika inamwagika kama vile maji yanapomwagika kutoka kwenye mdomo wa chombo, kama ni guduria, kama ni kiriba, kama ni deli, ndoo. Sawa? Maji yanamwagika vizuri tu na roho nayo inatoka kwa muumini. Lakini kafir
roho yake itachanguka, itaenea katika mwili wake, inakimbia. Fayantazi'uha, atainyofoa ile roho. Fayantazi'uha, atainyofoa kama yuntaza'u as-safudu min as-sufi al-mubtal, min as-sufi al-mubtal. Kama kinavyochamulewa chuma cha kuchomea mishikaki, kuna vyuma vile vinakuwa vina meno hivi. Sasa kimetiwa katika sufi iliyotota, ukivuta namna hii kitatoka na vipande vya ile sufi zimekatika. Kwa hiyo kama kinavonyofolewa kile chuma, tunasema chuma gani? Chuma ya kisafudi mara nyingi ni chuma cha kuchomea nyama, lakini chuma hiki kinakuwa kina utaje ile vidude hivi vya kushikizia nini huku na huku, na kama kigovya kinakuwa kina. Kwa hiyo kama kinavonyofolewa chuma kutoka kwenye sufi iliyototeshwa au iliyotota, al-mubtali, iliyototeshwa, kwa maana roho yake itatoka kwa ugumu sana. Fayakhudhuha, kisha malakul maut ataichukua. Fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain, atakapoichukua tu malakul maut, wale malaika wengine waliokuja jitambaa lile zito lile, tumesema kuna malaika wamekaa pembeni, hata kule kwa muumini walikuwepo. Sasa kwa ukafiri pia atakuwepo, wamekaa pembeni. Akiitoa tu malakul maut, watamnyakua ile roho, wataichukua kutoka kwenye mkono wake, hawataiacha katika mkono wake japo kupepesa kwa jicho, hata yajaluha fi tilka almusuh, mpaka watakapoiweka kwenye kitambaa hicho, kwenye sanda hiyo. Wayakhruju minha, na itatoka kwenye roho hiyo. Wayakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ard, na itatoka kwenye roho hiyo harufu mbaya kuliko harufu yoyote ya mzoga iliyopatikana katika mgongo wa ardhi. Kama kuna mzoga wewe ujua wanuka, basi mzoga huo hauwezi kushinda harufu yake mbaya roho ya mtu kafiri. Nafsi yake yanuka vibaya sana. Fayasaduna biha, watapanda nayo. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika, hawatawapitia kundi lolote katika makundi ya malaika. Illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith, isipokuwa malaika wale watakuwa wanauliza, hii ni roho gani chafu hii, mbona yanuka hivi? Sio kuna magari ya taka au magari ya kuna kubeba kinyesi, kuchukua mashimo huko, pengine wakati wa kuchukua mtaa mzima kasikia harufu mbaya, ile bado haijakuwa mbaya kushinda roho ya huyo kafir. Roho yake inaudhia, inawaudhi malaika, harufu mbaya. Kila anapopita katika kundi la malaika wanaulizana, hii ni roho gani chafu? Fayaquluna fulani ibn fulani, wanasema huyo, wataambiwa huyo ni fulani bin fulani, utatajwa kwa jina lako, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya, kwa jina baya zaidi miongoni mwa majina yake ambayo alikuwa akiitwa kwa majina hayo duniani. Utatajwa jina baya pale. Fayustaftahu fala yuftahu lahu, watataka kufunguliwa, watapiga hodi kwenye mbingu lakini hawatafunguliwa. Thumma qaraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya, la tufattahu lahum abwabu as-samaa wala yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, hawatafunguliwa wao milango ya peponi. Jana tumeeleza kwamba mbingu hizi zina njia na zina milango, sisi hatuione, lakini mbingu zina taraiki zake na zina milango, na malaika hupita kwenye milango hiyo. Bali mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alishawahi kupita katika mlango huo wakati wa Mi'raj, alipopandishwa juu huko mpaka
mbingu ya 7 mpaka kwenye Sidratul Muntaha. Kila mbingu aliyofika inapigwa hodi, anafunguliwa, anapita. Na sote sisi tutafika kwenye milango hiyo wakati wa kufa. Sasa kuna watu roho zao zitapitishwa, zitakwenda mpaka mbingu ya 7. Nazo ni roho za waumini wa kweli waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na walioamini siku ya mwisho. Watapitishwa watu hao. Lakini kuna watu la tufattahu lahum abwabu as-samaa, haitafunguliwa kwa ajili yao milango ya mbingu, wala yadkhuluna aljannata, na wala hawataingia peponi. Siku ya kiyama hakuna pepo watakayoingia, hata yalija aljamal, mpaka ngamia apite fi sammi alkhiyati, katika tundu ya sindano. Ulqa al-amru huna bil muhal fasara muhala, jambo hapo limetundikwa kwenye kitu muhali. Jambo la kuingia mbinguni na kuingia peponi limetundikwa kwenye kitu kilicho muhali, ambacho hakiwezi kuwa. Ni uslubu wa kuonyesha kwamba na hilo jambo ambalo limeshurutishwa kwa kupatikana jambo muhali halitakuwa. Kwa sababu ili wewe uingie peponi, ili kafiri aingie peponi au afunguliwe milango ya mbingu, basi iwezekane ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Sindano labda ya kushonea ndo shazia, mighzar, labda tundu yake kubwa kidogo. Kwa hiyo yule ngamia aingize kichwa chake, ajaribu kuminyana pale mpaka apitishe kichwa, aingize miguu, apite, atoke upande wa pili, mahali unapoingizia uzi. Likiwezekana hilo, basi kafiri atakwenda peponi na milango ya mbingu itafunguka kwa ajili yake. Waonaje hapo? Ni jambo linalowezekana? Haliwezekani. Lakini uslubu umeletwa kwa ajili ya tayis, yani kumfanyia al-yas, kata tamaa, usifikirie jambo hilo. Waarabu wao wenyewe wanasema na maneno yao, hatta yashiba al-ghurab, mpaka siku kurabu atakapotoka mvi. Hawa kunguru weusi hao, siku kimona katoka mvi, sasa ana mvi zimejaa, kwa ana rangi nyeupe, sasa ndio mambo yatakuwa kwamba nitakusaidia, lakini siku kurabu atakapotoka mvi, kwa maana mimi siwezi kukusaidia wewe. Sasa labda ni jambo linaweza kutokea, kwa sababu ni kurabu tu akatoka mvi kweli, lakini mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano, jambo hili limetundikwa kwenye muhali. Na usulubu huu upo katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni uslubu katika asalibi al-arab. Na mfano katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu masala ya ramli, sawa, al-khatt ala al-ard, watu walikuwa kichora mistari, ukiangalia vitu fulani wakipiga mistari, kifanya hivi wapata majibu fulani, wachora chini, wengine wachora kwenye vibao. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu yakhutun, huwa wanachora mistari kwa ajili ya kupiga ramli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna nabii, kana nabiyyu min al-anbiya yakhuttu faman wafaqa khattuhu khattahu fadhak. Alikuwepo mtume miongoni mwa mitume alikuwa akichora mistari kama hivi, akitaka kujua jambo uchora mistari yake, ikiafikiana atakwambia jambo hili ni kadhaa, kwa sababu mitume walitoa wahi. Sasa nyinyi mnaochora mistari, nyinyi makuhani, siku mtu mistari yake ikilingana na mistari ya huyo nabii, basi itafaa. Waona iko siku italingana, alafu naye atakwambia kwamba sasa hapa wewe ndio umepatia, ndio umelingana na huyo nabii. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kuelezea hadithi hii na habari hii akasema, hapa jambo limetundikwa kwenye muhali, limetundikwa kwenye muhali. Lakini jambo la ajabu, kuna baadhi ya mashaikh wa kisufi waitumia hadithi hii kwamba ramli ipo bwana, ramli ipo, yuko nabii, tena mtaja kwa jina Nabii Idris alikuwa akipiga ramli.
hawana adabu kweli ya watu. Kwa hiyo nafaa ramli yafaa. Tena mmoja azungumza kwenye khutba Ijumaa bwana, tena anasema kwamba anayepinga jambo hili tuonane anifuate hapa, mimi nitampa ushahidi. Msikitini wazee watikisha vichwa mpaka mmoja anasema takbir. Khutba Ijumaa yaendelea kwa namna alivyouswa, amekongwa ile roho yake na Sheikh alivyotoa ushahidi wa kwamba ramli yafaa. Sikusimuliwa hii, nilikuwepo, ilibidi niswali adhuhuri, nilikuwepo msikiti huu. Sheikh akajua mimbari na kilemba chake, azungumza leo tutazungumza mada uhalali wa ramli, alafu tuhadithi. Subhanallah. Na mtu atoa takbir, na muone yule pale mzee anasema takbir, msikiti Allahu akbar. Sasa huyu angewafundisha hawa watu wake kwanza hukumu za swala za Ijumaa, na kwamba haifai kuzungumza na khatibu kwa juu ya mimbar. Leo kazungumza mambo ya ramli yafaa, alafu atoa ushahidi siwo. Nasallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo limetundikwa kwenye muhali, na hivyo ndivyo wanavyoeleza wanazuoni. Hatafungulia milango ya mbinguni na wala hataingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Sasa aweza kupatikana mtu akasema aya yaonyesha kwamba makafiri pia watakwenda peponi. Wapi? Si hapa, wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sam, kwa sababu labda kaona huko kwao huko kuna ngamia kapita kwenye tundu ya sindano. Ni kweli kwa hivyo. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Allah azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin, yaandikeni maandiko yake kwenye sijjin, fil ardi sufli, kwenye ardhi ya chini kabisa huko. Kwa maana huyu hata ingia mbinguni, ataishia hapo angani alafu atarudishwa. Huyu maandiko yake yaandikeni katika sijjin, kwa sababu inna kitaba al-abrari la fi illiyin, lakini inna kitaba al-fujjar la fi sijjin, wama adraka ma sijjin. Kwa hiyo sijjini mwandikeni huko, fil ardi sufli, kwenye ardhi ya chini huko. Fayutrahu ruhuhu taraha, itatupwa ile roho yake kutupuliwa mbali. Thumma qara, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma kauli yake Allah, waman yushrik billah, yoyote atakayemshirikisha Allah, fakaannama kharra minas samaa, ni kama aliyeporomoka kutokea juu. Fakaannama kharra minas samaa, ni kama aliyeporomoka kutokea mbinguni au kutokea juu. Fatakhtafuhu at-tayr, wakamnyakua yeye ndege, au tahwi bihi rihu, au kamtupilia mbali ya upepo, fi makanin sahih, ukamtupa mbali upepo mahali pambali. Anamshirikisha Allah ni mfano wa mtu ambaye kapandishwa huko juu katika anana as-samaa, kisha akatupwa, upepo ukampeleka mbali kabisa ukamtupilia mbali huko. Au ni amekuja tai akamnyakua mbali kabisa akamchukua. Ndio mfano wa mtu mwenye kumshirikisha Allah. Fatuadu ruhuhu fi jasadi, kisha bwana huyu roho yake itarudishwa kwenye mwili wake, kwa sababu wakati roho pale imechukuliwa tayari bwana huyu amekufa. Pengine ndugu zake wanacheza na kiwiliwili tu, wamuoshe, wamtie sanda, wafanye hivi wafanye vile, roho haipo, imekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine za kubaliwa za waumini na nyingine hazikubaliwi, za rushwa, za tupiliwa mbali huko. Kwa hiyo huyu watu wakishakwenda kumzika, kama siku hiyo baada ya siku moja, wengine baada ya miezi, kama wanaofanya baadhi ya mila nyingine, mtu atawekwa kwenye mabarafu huko miezi mpaka wapate pesa za kuzika, au mpaka wapate likizo wengine. Kwa ataweka kwenye mafrizi kwanza, mafrija kwanza, tutachangishana bwana, mazishi itakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 tutazika. Kwa hiyo una kazi ya kulipia tu kule, akae huko. Tutakuwa tunalikizo sote, tutakutana, tutakwenda kuzika. Wanafanya baadhi yao, baadhi ya makabila wanafanya hivyo. Sasa akiwekwa tu kwenye kaburi yake, roho yake itarudishwa pale, itarudishwa roho yake katika mwili wake. Wa atihi malakani, na watamjia yeye malaika wawili ambao katika hadithi nyingine wametajwa kwa jina la Munkar na Nakir. Fayujlisanihi,
watamkalisha hao malaika wawili fayaqulani la watamwambia man rabbuk watamuuliza nani mola wako yani ile maswali matatu aliulizwa mu'min ataulizwa na huyu kafir faminhum kafirun wa minhum mu'min kwa hiyo mu'min ataulizwa atajibu vile tulivyoeleza kafiri ataulizwa wewe mola wako nani man rabbuk fayaqulu ha la adri tabaki ha la adri sijui fayaqulani lahu ma dinuk watamuuliza yeye pia dini yako ni ipi yani wewe ulikuwa ukiishi kwa muktadha wa dini ipi duniani ambapo ulikuwa wewe ukiifanyia amali na kuitakidi fayaqulu ha la adri sijui fayaqulani lahu watamuuliza ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum nini hali ya huyu mtu ambaye alitumwa kwenu unamueleza vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebu mueleze hapo uko hai sasa hebu mueleze mtume Muhammad wewe wamjuaje watu wengi hawamjui mtume sallallahu alaihi wasallam si upande wa nasabu yake wala kazi yake wala misingi atababaika hapo hana ufasaha wa kueleza ni nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa kwenye kabri utaulizwa unasemaje hebu tupe maelezo kuhusu huyu mtu fayaqul la adri fayunadi munadin minas samaa atalingana mwenye kulingana kutokea juu kutoka mbinguni an kadhaba abdi amesema urongo kwa hakupatia nikakosea mja wangu fafrishuhu minan nar mtandikieni godoro kutoka motoni kwa kigodoro chake kile mattress yake atakayolalia itatoka motoni wa albisuhu minan nar namvisheni yeye nguo kutoka wapi motoni kwa sababu sarabiluhum min qatran mavazi yao huwa yanatokana na lami alafu yatatiwa moto waftahu lahu baban ila an-nar na mfungulieni yeye mlango utakuwa unaoelekeza kwenda motoni fayatihi min harriha litamjia yeye joto lake huko motoni wasamumiha na baridi yake kuna baridi ya motoni na joto la motoni wayudhayyaq alayhi qabruhu na litafanywa finyu juu yake kaburi lake hata takhtalifa fihi adla'uhu mpaka zitapishana mbavu zake na watu wanachukulia kwamba ni kama vile hadithi za Alif Layla wa Layla kama nilivyoeleza hadithi za kina Qamaru Zamani Basharul Kabir au za kina Sindbad Baharia vigano vya watu wakali tuambiwa makaburini kuna hivi tuambiwa hivi nani amekwenda akarudi sawa hataki kusikia habari hiyo wayatihi rajulun qabihul wajhi na atamjia yeye mtu mwenye sura mbaya qabihu thiyabi mwenye nguo mbaya muntinur rihi mwenye harufu ya uvundo anuka harufu mbaya fayaqul yule mtu atamwambia abshir billadhi yasuk nakupa bishara pokea bishara kwa lile linalokuudhi pokea habari hii ya bishara kwa lile linalokuudhi hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu hii ndio ile siku yako uliyoahidiwa uliambiwa kuna siku hiyo ulishaambiwa wewe ndio hii sasa fayaqulu waman ant atauliza kwani wewe ni nani fawajhuka alwajhu yaji'u bisharri uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa shari fayaqulu ana amaluka alkhabith atamwambia mimi ndio ile amali yako mbaya yale matendo mabaya uliyofanya duniani viringwa katengenezwa mpaka nimekuwa mimi sasa sawa yale matendo yako yote maovu yale uliyotenda yale yamefinyangwa nimetokea mimi mtu mimi ni amali yako sio kanishangaa fayaqulu rabbi la tuqimis saa atasema mola wangu usikisimamishe kiyama wa fi lafdhi li ahmad aidha na katika tamko jingine la Imam Ahmad thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzaba
asema kisha atasalitiwa yeye na malaika na aliye kipofu, kiziwi, bubu. Katika mkono wake kuna kibarango cha chuma, mirzaba, kibarango cha chuma al-mitraq al-kabira, jinyundo kubwa hivi, takunu lil-haddad. Jinyundo lile mara nyingi anakuwa nalo yule mfua vyuma kwa ajili ya kuvipindisha na kuvibonda vyuma vingine, haddad. Kitu kibarango kile, ana kibarango cha chuma. Law dhuriba biha jabalan kana turaba, lau kibarango hicho lingepigwa jabali basi lingebadilika likawa mchanga, sio kokoto, mchanga. Sikitia baruti, utambi baruti kwenye jabali, walilipua natoka mapande mawe. Sasa kibarango hicho hakitoi mawe wala kokoto, na saga lile jiwe na kwa mchanga kabisa. Ndicho hicho atakachopigwa nacho bwana huyu kwenye kaburi yake, sallallahu alaihi wasallam. Fayadhribuhu darbatan fayasiru turaba, atampiga kwa pigo moja tu atabadilika, atakuwa mchanga. Thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kan, kisha Allah atamrejesha awe kama alivyokuwa. Fayadhribuhu darbatan ukhra, kisha atampiga pigo jingine. Fayasihu sayhatan, atapiga ukelele ambao yasma'uha kullu shay'in illa athqalain, atapiga ukelele ambao watausikia ukelele huo viumbe wote, kila kitu kitasikia ukelele huo, miti, wanyama watakuwa wanasikia ukelele kutoka kaburini, illa athqalain, isipokuwa majini na watu wasikie. Allah atakapazia wanadamu wasisikie na majini wasisikie, kwa sababu lau kama yangefunguliwa watu wakayasikia yale yanayosikika kaburini na milio inayosikika kwa makaburini, watu wasingekula wala wasingelala, watu wasingekula wala wasingelala, na pengine wakapata wazimu, akili na tashat uquluhu wa tarat. Allah kaikapazia viumbe vingine wasikie, wanadamu hawasikii. Qala al-Bara thumma yuftahu lahu babun ila an-nar. Al-Bara bin Azib anasema kisha atafunguliwa yeye mlango wa kuelekea motoni. Wa yumhadu lahu min furshi an-nar, na atatandikiwa yeye tandiko la motoni. Lala hapo. Na kila siku kwa watu walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wanakaangwa asubuhi na jioni na moto wa jahannam, kama anavyoeleza Allah, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Moto unapitishwa kwao kwenye makaburi yao asubuhi na jioni, watakangwa. Asubuhi imeisha, jioni tena, alafu wataambiwa siku kiyama kitakaposimama, wafuasi wote wa Firaun, adkhilu ala Firaun, pale al kwa maana atba', waingizeni wafuasi wa Firaun katika adhabu ngumu. Aya hii ni ushahidi wa kwamba adhabu ya kabri iko, na baadhi ya ahlul ilmi wanasema adhabu ya kabri kwa kafiri ni daim, la yanqati ila an taquma as-saa. Adhabu ya kabri ni daim, la yanqati kwa kafiri. Adhabu ya kabri kila siku inakuja, inatanawa kwa namna nyingine kwa kafiri mpaka kiyama kitakaposimama. Ama kwa mu'min wakasema tofauti. Mu'min muwahhid ambaye ni asi min usati al-muwahhidin ataadhibiwa kwenye kabri yake kwa muda, kisha itasimama adhabu yake. Wako wanaosema hivyo, atasubiri kiyama, wal-iyadhu billah. Na ndio maana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kila siku, kila swala, kabla ya kutoa salamu, ista'idh billah min arba, umuombe Allah kukinge na mambo manne. Miongoni mwa hayo ni adhabu ya qabr, adhabu al-qabr, kaburi ambalo hakuna hata mmoja katika sisi aliye na shaka kwamba iko siku atakufa, atatiwa kaburini. Sote tunayakini. Sasa ukaishi maisha mabovu kwa kiasi cha umri huo, mfikiri. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze makaburi yetu tukiwa tuko hai,
na tuweza kutengeneza hivyo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na msimu huu wa Ramadhani, na Ramadhani yaaga na kwenda zake, ni fursa nzuri sana watu kutengeneza na kufanya sulhu baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Tupataneni na kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametuwekea kifutio kizuri kabisa. Kuna raba ya kufuta yale yote tuliyofanya katika madhambi. Tutumie kifutio kabla tujarudi kwake. Kifutio chenyewe ni tauba ya kweli, at-taubatun nasuh. Nasallallahu ta'ala yataqabbal minna salih al-a'mal, innahu afuwun karim yuhibbu al-'afwa, wa nasallallahu ta'ala an ya'fu 'anna. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. siku 25 ndio katika nyusiku za witri, kwa ni siku za kujipinda hizi, pia si za kulala. Kuna watu wanapenda sana usingizi, penda usingizi kweli kweli, usilale sawa, utakwenda kulala sana tu, kifa utalala sana tu. Tutengeneze makaburi yetu kwa kutumia nyakati chache hizi.